Yes bwana, hujambo na karibu ndani ya 18 tuweze kupiga story nyingi zaidi za kimichezo. Ni mwezi ambao umekuwa na matukio mengi sana, lakini pia bado matukio hayajakwisha, na tutakwenda kutazama kuhusiana na michezo ya kimataifa, hususan kwa wakubwa wawili Simba pamoja na Yanga ambao watakuwa na michezo ya marudiano kuwania kufuzu katika hatua ya robo finali. Michezo mitatu imekwisha chezwa, tunakwenda kwenye michezo mingine mitatu ya mwisho. Mimi ni Ibrahim Kasuga, ndiye ambaye naongoza hili jahazi hapa kupitia ndani ya 18. Leo hii tunaungana na mgeni wetu Godlisten Muro, tutaweza kupiga naye stories za hapa na pale, mambo ya 442 na vitu gani ambavyo tunaamini au tunatamani vitaenda kutokea kwa wawakilishi wa Tanzania. Kumbuka unatazama kupitia YouTube channel yetu, unaweza ukasubscribe, lakini pia vile vile kubonyeza alama ya kengele hiyo kwa ajili ya notification pale tu ambapo tunakuwa tuna video mpya ambazo zinakuwa zimepanda kwa ajili ya kukupa uchambuzi. Ndani ya 18 kwa upande wa Instagram unatupata kupitia ndani ya 18 TZ. Godlisten, mtaalamu wa soka. Upo vizuri? Maana mimi nilikuwa nakufahamu zaidi kama mtaalamu wa soka. Mtaalamu wa soka bwana, mapambano ni mengi ndani ya lile jengo. Tumepishana sana. Kabisa. Bwana Godlisten. Naam. Nchi imechangamka. Mambo ni mengi, tuna vitu vingi sana. Kabla ya kutazama games. Mshambuliaji mpya wa Yanga Bwana Depp. Naam. Kama ameshaiwini mioyo ya Watanzania mapema mno. Naona mechi 3, contribution ya goli 4, goli 3, assist 1. Bwana Yanga hapa inawezekana wakawa wamepata mtu mwingine level kama ya Maele, au ni upepo tu wa mwanzo. Laurindo Dilson Maria aka Depu, nafikiri amekuwa na mwanzo mzuri sana, hasa kwa matarajio ya watu kwenye dirisha dogo inavyokuwa. Unafahamu Ibra Kasuga, dirisha dogo mara nyingi watu wanataka ready made. Yes. Hawataki mtu anaokuja kuanza kumtengeneza akue azoe mazingira. Wanataka mtu akifika straight to the point akafanye shughuli zake. Unakumbuka usajili wa Barca na Felipe Coutinho kutoka Liverpool. Dirisha dogo ilikuwa Januari. Maana yake unamchukua mtu ambaye anaenda straight either kuingia kwenye kikosi ama kama anatokea bench basi ana impact ambayo iko straight. Nafikiri kwa Depu amekwenda sambamba na matarajio, kwa sababu mechi yake ya kwanza tu ya kimashindano alihusika kwenye mabao mawili. Mechi ambayo ilipigwa KMC Stadium pale. Yanga anashinda 6-0 dhidi ya Mashujaa. Akifunga na akimuassist Mudathir Yahya. Ilikuwa ni utambulisho mzuri, kwa sababu bahati nzuri kwenye eneo la striking hatupimi sana hivi vitu vingi, sijui takwimu za tackling, ame-intercept mara ngapi, sijui amekimbiaje, mikimbio ile. Mara nyingi zile takwimu za mabao zinabakia kuwa ni sehemu chanya sana ya kumhukumu. Mechi ya Ahli timu nzima haikufunga bao, kwa hiyo inawezekana ilikuwa ni kesi ya kitimu. Lakini mechi yake ya pili ya ligi kuu ndo hii ya jana dhidi ya Dodoma Jiji ameweza kuscore mabao mawili. Nafikiri uhusikaji wa haya mabao manne, matatu ya kufunga na assist moja, kwa striker ni saikolojia nzuri. Kwa sababu sehemu ya striking Ibra Kasuga inaongozwa sana na saikolojia. Kama unafunga kadri inavyowezekana, saikolojia inajengeka ya kushinda. Kama unaanza mechi 5, 10 mambo sio mambo, inaanza kutengenezwa saikolojia ya kuingia kwenye pressure kubwa. Na hasa ukitazama hivi vilabu viwili, pressure ni sehemu ya maisha yao ya kila siku. Ila kama unawafunga na unaendelea kuingia kwenye takwimu za mabao, wewe ni kama unawini tayari hali ya utulivu mapema. Maybe ikukute baadaye sana mechi za mbeleni. Lakini kwa hii start aliyoanza nao, anampa mwalimu Pedro Gonçalves, kocha wake wa zamani wa Palancas Negras Angola, kichwa kumuuma kati ya yeye na Prince Dube. Nani ni nani, na kuna wakati anawatumia wote wawili pamoja. Muda mfupi tumeona. Bila kusahau Mzize amepona, ameanza kurecover taratibu na timu. Inategemea labda ripoti ya fitness. Na hilo swali kuna watu nimewauliza kwamba jamani, kuna Okello yupo, Depu na Dube tunawaona wapo, Mzize naye akipona hapo kuna mtu kama Pacome kabisa. Inawezekana upangaji wa kikosi cha Yanga ikawa shughuli kwenye eneo la safu ya ushambuliaji, au ndo rotation inaweza ikawepo, ingawa swali moja tu litabaki kwenye game time ya kila mchezaji. Yes, nafikiri kuna headache za aina mbili kwa makocha. Kuna kocha kichwa kinamuuma kwa sababu kikosi chake kina watu wengi lakini wana quality ndogo. Na kuna kocha kichwa kinamuuma kwa sababu ana kikosi kikubwa kina quality ambayo haipishani. Inaweza isiwe kubwa ya kutisha, lakini margin yao ile, mstari unaotenganisha hizo quality unakuwa ni mdogo. Lakini end of the time bado nafikiri makocha wanapitia ripoti
ya mwanzo wa msimu, anapitia muda aliyeingia yeye kwenye timu, lakini anaangalia pia quality mpya zilizoingia, nani wanamfaa. Inawezekana kwa Pedro Gonçalves kuna majibu ameanza kuyatoa mapema. Mimi kumuona tu Alan Okello na Depu wanaanza mechi ya kwanza dhidi ya Mashujaa, kuwaona wanaanza dhidi ya Ahly. Kuona jana Depu ameanza lakini Okello aliingia second half, ilinipa majibu mengi sana ya namna ambavyo inawezekana uhusiano mzuri wa Gonçalves na Depu, kwa sababu wote wamefanya kazi ya Angola timu ya taifa, hasa michuano ya Kosafa. Lakini inawezekana mwalimu anahitaji zaidi kumtumia Okello, akiamini ile quality yake ya CHAN alionyesha AFCON mechi kadhaa alizopewa kwenye hatua ya makundi. Inawezekana anahitaji zaidi kwenye timu kwa hivi sasa, although naye anaanza kuipitia pressure, sababu hata mechi dhidi ya Ahly unaona Pacome na Dube walianzia bench. Baada ya kuingia kuna catalyst fulani waliileta kwenye timu. Kwa hiyo inawezekana Okello na Depu, kwa sababu end of the time Kasuga tutaongea mengi, ila yule akikaa mwalimu mara nyingi ana cream yake anayoiwaza kichwani. Timu yake ya ushindi. Na atmosphere pia ina cream yao. Yaani watu wa Yanga wakikaa wanaweza kusema Depu sawa, Pacome, Dube, sijui na, lakini yeye kocha anaamini inawezekana Okello na Depu wako kwenye kichwa chake sana. Kuna kwenye mazingira hayo, kwenye coaching, na mimi pia nimesema coaching. Very sure. Kuna manage team. Alafu kuna ile man management. Unavodili na mchezaji mmoja. Kuna mdau mmoja alikuwa anazungumzia kuhusu Real Madrid ya Xabi Alonso kabisa. Ni kama kitu ambacho inaonekana kimekosekana Real Madrid ni kwenye man management. Very sure. Kwa mchezaji mmoja. Na sometimes ukiwa na wachezaji bora, shughuli wewe inakuwa ni kumfanya kila mtu awe na furaha kabisa. Inawezekana kocha wa Yanga baadaye anaweza kawa na huo mtihani kama ambavyo tumegusa tu kwamba Mzize kapona, una Pacome, una Depu, una Dube, una Okello, bado kuna Maxi, kuna Abuya, Mudathiri naye kapona kabisa. Nafikiri kabla ya Gonçalves naweza nikazungukia hapo sekunde chache kwa Xabi Alonso. Nafikiri inawezekana Ancelotti na Zizou waliwahi kufanikiwa kwenye hicho, yani kumanage talenti nyingi. Zizou alifanikiwa na kina Cristiano wako ndani, kina Marcelo wako ndani, Benzema, si ndio? Kina Toni Kroos. Yes. Lakini unajua inawezekana saikolojia rahisi ya kuwa manage mastaa wengi kwenye timu, whether nani anaanza, whether nani anaanzia kwenye mkeka, sio? Ni kushinda michezo. Yani timu kwenye yani timu yako ikiwa na momentum ya kushinda game by game, ina consistency, ule muendelezo wa ubora, huwa ni ngumu sana kuanza kukutana na hiyo pressure. Lakini una talent nyingi alafu grafu yako ya matokeo iko sinusoidal, yani inapanda na kushuka. Leo umeshinda, kesho umesare, kesho umepigwa. Umeshinda, inawezekana pale pressure inakuwa kubwa kwa sababu mashabiki wanakuchagulia, viongozi wanakuchagulia, players wenyewe wanakuonyesha ile facial expression, lugha yao tu kutoka usoni kwamba bwana si unaniona, lakini si ndio? Lakini imagine leo hii anakosekana Mudathiri kwa wakati fulani, na hata sasa hivi amerejea baada ya majeraha, anaonekana hayuko bado 100% fit. Lakini ukishakuwa tu na Damaro pamoja na yule Duke Abuya, kuna namna unaona kama timu imeseto. Kwa watu wanaweka kidole mdomoni hivi, hebu tukae kimya. Eneo la juu kama timu ndio hivyo jana inapata matokeo, bao alilofunga Dube, Pacome pia alikuwa pale angeza akautachi ule mpira. Inakuonyesha kwamba mwalimu yeye katika mpango anashinda. Kwa hiyo ikitokea kuna mtu anataka kuingiza aina fulani ya pressure, ni huyo anakuja na maslahi binafsi. Lakini kama mwalimu anashinda, ndo mara nyingi wanabebwa na saikolojia. Kama upate matokeo, of course lile kundi la kumanage zile talent sio masiana. Yes. Weekend itaenda kuwa na pressure kubwa sana, namna ambavyo tunakwenda kuiishi kwa timu za Tanzania. Kabisa. Imani yako Godlisten. Mnyama anatoboa. Mnyama atavuka makundi kwenda robo finali. Bana, swali la pili ndo swali ambalo linazalika la uhakika wa kulijibu. Swali la kutoboa kwenda robo finali. Unamwona kitoboa? Lina uhakika wa kulijibu kwa maana ya ngumu. Sio rahisi. Simba umuoni? Simuoni kwa sababu surprise package. Kile kifurushi cha kushangaza kimekuja kwa Stade Malien. Kwa sababu wakati unasema Esperance Sportive de Tunis anaweza akaenda, mnasema Atletico Petroleche de Luanda ama Simba mtaigombea nafasi ya pili. Sasa wakati mnasema hivyo, mtu anatoka kwenye pot 4 ndo anaongoza kundi mpaka raundi ya kwanza imeisha ya michezo mitatu. Stade Malien point 7 alizozipata, ushindi 2 nyumbani, sare ameenda kupatia Tunisia.
Kwenda tu kupata sare pale jiji la Tunis ni message, statement nyingine kwa jiji la Luanda na jiji la Dar es Salaam ambapo wale watakuja kusini huku mwa Afrika, sio? Kwa hiyo inanionyesha maybe Stade Malien wako kwenye mission ambao msimu huu ndo wanaitimiza, si ndio? Wale kina Tadeu Sinkeng inawezekana ndo msimu wao, kina Koulibaly wale ndo msimu wao wa kutoa tena cream kama ya kina Diarra na kina Sadio Kanuti, watu watoke kina Mamadou wale Diarra wale waliotoka, si ndio? Ndo msimu wao. Unaweza kuta project walioipika msimu wa kwanza wa pili sasa hivi ndo ina shoot, si ndio? Kwa hiyo wale wako kwenye form, na bahati nzuri au mbaya kwao ni kwamba, by the way itakuwa ni bahati nzuri, ni kwamba momentum ya ushindi imeshaingia kwao. Yes. Wanaamini hata wakifungwa bao popote dakika ya 10, dakika ya 20, 30, wanaamini mechi haiwezi ikaisha hivyo hivyo dakika 90. Kwa hiyo tayari wameshakuwa na ile winning mentality. Hao ndio ambao wameleta taswira ngumu kwenye kundi. Kwenye kundi of course Stade Malien kweli hakuna mtu ambaye alimtegemea. Kabisa. Huyu wa nyumbani Simba ambao wanasema ni ngumu kupita. Simba ni mbovu. Kwa maana kwa sababu timu haipati matokeo. Kabisa. Lugha ya mtaani utaambiwa hii timu ni mbovu. Kwa sababu mtoka umefungwa na Azam, umefungwa na Azam mechi kubwa, umeshindwa kumfunga Mtibwa, umefungwa tena. Wewe unaweza kutumia lugha hii ya Simba ni mbovu. Na changamoto ya Simba unadhani ni nini? Kutumia lugha ya Simba ni mbovu kwenye football ni kujichonganisha na ubora wa timu zingine zilizocheza na Simba. Kwa nini tusizungumze kwamba timu zilizocheza na Simba zimeupgrade uwezo wao? Kwa sababu Simba kuna eneo hapati matokeo mazuri mfululizo Godlise. Sawa, lakini Kasuga unajua Simba imewahi kucheza katika nyakati ambazo usajili tu umefanyika wa dirisha kubwa. Watu wameanza kuguna kwenye dirisha kubwa. Yaani timu haijaanza hata mashindano. Hata mashindano hayajaanza. Na ilikuwa inafika mpaka robo final. Hawa kina Babakasari ingia, au kina Pau Marijobe, sio kina Fred Michel kwa Blani. Unajua ni kundi liliingia afu halikuwa na surprise yoyote. Yaani watu walikuwa hawa expect kitu. Lakini walicheza robo final nafikiri dhidi ya Ahly. Wakaondolewa robo. Na makundi walipambana pale kina Wydad ndani, Jwaneng Galaxy na Horror, lakini wajomba wakaenda. Lakini this time around ni tofauti. Of course alikuwa na ASEC kundi na ASEC imewasili. Ndio, wakaenda wao na ASEC. Sasa this time dirisha kubwa la usajili ambao Fadlu pia alikuwemo lilikuwa linaonyesha kuna future kubwa zaidi. Yaani kutua majina kama kina Neo Maema hawa kina Jonathan Soa, yaani wachukulie kabla hawajaanza sasa kuprove uwezo wao kwamba wamefeli au hawajafeli. Kasuga hata wewe mwenyewe ungesema hawa wanaenda kumchallenge Yanga kwenye ubingwa, wanakwenda kumchallenge Azam, wanakwenda kuchallenge kwenye michuano ya klabu bingwa, si ndio? Na ulikuwa na Kamara, bado hakukuwa na yale majeraha ambayo yamewa sideline baadhi ya players, si ndio? Kwa hiyo mimi nafikiri kuna baadhi ya timu zimeongeza pia kiwango chao, lakini ndani ya Simba hatupaswi kuacha kusema kwamba kuna vitu vimeshuka. Simba wameshuka. Baadhi ya vitu vimeshuka, although kuna baadhi ya individual players wanaweza kusema pia wao walijiinua binafsi. Sasa bahati mbaya mpira wanasema is a game of we not I. Ni kundi la sisi wote tunafanya nini collectively na sio mimi binafsi, sio? Hapo ndipo ambapo utasema unatamani performance ya mtu kama Rushan Deriek ingekuwa inaambatana na matokeo mazuri. Unatamani mtu kama Moses Abraham alivyokuja na kusurprise nchi na Simba ingekuwa inapata matokeo, unafikiri wimbo wake ungekuwa mzuri kiasi gani? Si ndio? Kwa hiyo unaweza ukaona kwenye engo hiyo watu wameimprove, lakini pia kuna eneo graph yao pia ya upambanaji kiwanjani kuna namna imeshuka. Juzi mechi ya Esperance at least nimeiona taswira ya Simba fulani ambao unasema wako ready kwa ajili ya michuano mikubwa kama ya CAF. Kwenye game ambayo naizungumza ndio ambayo inatengeneza hofu maybe kwenda kwenye mechi ya marejeano. Sababu hata kwenye takwimu ilikuwa tu kama ujiangalia dakika 90 ukionyesha takwimu inasema Simba inawezekana ni wale namna ambavyo wamecheza. Nyumbani wanatokaje? Yaani mwana Simba naye kutazama saa hizi. Simba atakota alama za kwanza kwa sababu ni rekodi. Simba kacheza mechi 3 mfululizo, kafungwa mechi zote, hana pointi hata moja. Home advantage inaweza kambeba. Bahati mbaya kwa Simba hii ya msimu huu kuna maeneo ambayo yanahitaji muda mrefu sana kuyatibu. Bado siamini kama uwanja wa nyumbani utabakia sehemu ambayo ni salama kwao. Sisemi hivi kwa sababu Petro alipata alama hapa. Na angalia Giant ambaye anacheza naye. Na muangalia Esperance na namna ambavyo anacheza tofauti na timu karibia zote za UNAF. Hawa kina Ahly kina Wydad wanavyocheza ugenini, kuna wakati wengine wanakuja fair bwana,
pointi moja inaweza ikawa fresh. Wao shughuli yao inakuwa shuruba kwenye hatua ya mtoano. Lakini Esperance huwa ni timu inacheza kama timu ya kusini mwa Afrika. Wanacheza game zao ngumu popote, yani katika viwanja vyovyote. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo Simba wanapata mtihani mgumu, na hasa ukipiga mahesabu Simba kwenye mechi 3 hizi wamescore bao moja tu. Hiyo takwimu ni mbaya sana. Dakika 270 za michezo mitatu umefunga tu bao moja, na ulikuwa una cream ya strikers wazuri, ulikuwa una cream ya watu wanaotengeneza nafasi. Ule ukosaji wao wa nafasi kwenye mashindano makubwa, tunasema sio issue ya kuwa na defense nzuri kiasi gani kwamba usimzuie mpinzani. Ni issue ya kuwa mfanisi, efficiency ile. Sahihi wa matendo. Tunaamini hata mashine yenyewe zinazotengenezwa hazifiki ufanisi wa 100%. Ndio maana utaambiwa hata kompyuta yako bwana, hebu isleep kwanza ili iweze kurefresh na kuweza kufanya kazi, lakini haifiki 100%. Sembuse sasa kwa binadamu, lakini sioni ufanisi wao kwenye eneo la kushambulia. Sasa ili tuseme una uwezo wa kupata matokeo, tuonyeshe grafi yako ya upataji wa matokeo, kwa sababu mechi ya Mtibwa tu yenyewe ambayo ilikuwa ni 1-1. Kule wamecheza mechi yao dhidi ya Azam pale mechi ya Mapinduzi, na cream yao ilikuwepo karibia sehemu kubwa. Hawakufunga bao. Kwa hiyo unaweza kuona, hebu angalia trend ya michezo mitatu ya kufikirika hivi karibuni yenye hadhi fulani. Azam, ya Mtibwa na Esperance. Wajomba wamefunga bao moja. Sasa sio takwimu nzuri, na wakati mwingine natembea labda Steve Barker abadili upepo. Itokee kuna ile sasa, wanangu sisi sio habari ya kuipigania tu team. M2 angalia namna gani tunatengeneza rekodi ya mwalimu ambaye yeye na Stellenbosch alishatengeneza project yake bora, lakini kapewa mlima mzito. Kwa hapa ndipo unapoona ugumu wa Simba kuifunga Esperance. Naona labda wanapata sana ushindi, inawezekana wakapata sare. Yes bana, leo ndani ya 18 kidogo tunakupa vionjo vya mechi, matarajio na picha nzima kabla ya kuweza kuona kitu gani ambacho kinaweza kupatikana kutoka kwa wakilishi wa nchi, kwa maana ya Simba pamoja na Yanga kwa upande wa michuano ya kimataifa. Godwin Muro tumezoea sana kumuona, ndio maana leo hii tupo naye hapa tuweze kuvunja na wewe pia upate radha kupitia ndani ya 18. Lakini muda huu bwana, kwa wewe ambaye sio mwanafamilia wa PremierBet, ni kujuze tu unaweza kujiunga na PremierBet hivi sasa na ukaendelea kula shushu au kuendelea kunufaika na ofa nyingi zaidi na zaidi. Sasa nikwambia hii leo ukijiunga na PremierBet kupitia www.premierbet.co.tz, ukishaingia kwenye website pale, ingiza taarifa zako zote zile ambazo zinahitajika kutokana na kile ambacho tutakuwa nakiona pale au maelekezo. Ukishajiunga utaenda chini kabisa, utakutana na sehemu ambayo unatakiwa uingize promo code. Unatakiwa uingize promo code ili uweze kupata bonus ambazo zitakunufaisha zaidi. Ingiza kodi hii ambayo inakutajia. Andika PB18. PB18. Hii PB18 ukiitumia hii promo code na kuhakikishia kabisa, basi utakutana na bonasi ya 100% pale ambapo utatengeneza mikeka yako ya mechi za football, hizi mechi za kawaida. Na ukienda kwenye Vegas kule kwenda kucheza michezo ile mingine, casino, kurusha kidege ya Vieta, kuna bonus ya 200%. So imagine namna ambavyo hii promo code ya PB18 inaweza kunufaisha zaidi. Kwa hiyo kama sio mwanafamilia, jiunge leo na PremierBet, na hiyo ndio code ya kijanja ambayo inaweza kukupa maokoto zaidi na zaidi ukiwa upo na PremierBet. Tuishi humo ili tuweze kuenjoy zaidi na zaidi. Kwa namna ambavyo tumeizungumza Simba, Godwin. Pressure ya mtandao wewe hauonekani ukiishi nayo sana. Kwa nini? Umechagua kuchambua tofauti. Ukiwekewa maiki, sijaweka siasa. Upaki mafuta. Mimi napenda dakika zile 90, napenda historia ya mpira, sayansi ya mpira, na bahati nzuri kwa sababu nimeingia kwenye kozi za ukocha, at least naendelea kuamini sana kwenye misingi. Professionalism ndio ina apply zaidi. Kwa sababu siasa ujiandae pia kuwa na moyo mwepesi ambao unaweza kuwa flexible. Kama moyo wako ni mgumu kama wangu, ambao mtu akihiti tu pale comment, unasema hapa nimeingia futa. Lakini kuna wataalamu kwa hiyo moyo wako mgumu mwepesi. Mimi mgumu sana. Unajua mwenye moyo mwepesi ndio yuko flexible. Unaweza kumwambia kwa hiyo una moyo mgumu, una msimamo wako. Unamwambia kiazi wewe, afa anacheka. Huyo mtu sio rahisi sana kumkera. Unaikumbuka timu yenu ilivyokuwa? Kuna timu yenu moja ilikuwa inapiga nongo, yani ilikuwa ni kama Bayern ya Ribery, Robben, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos. Sasa hapo ilikuwa kuna Kasuga, una Abisai, una Kampista, una Tigana, una Samandambile, kiboko kabisa. Ndio wakati huo mdogo wenu Hansi ndo mnampa nafasi kidogo, Hansi Rafael anapenya anaenda. Na kuna siku moja
iliwahi kupigwa mizengwe wakati Mangungu mwenyekiti. Mangungu kabla hajaingia kwenye show akaita kwanza kikao. Na tusema sana. Na kuna siku wakasema mmeshamaliza kunitukana, mnanipigia simu. Kweli nongo zilikuwa nyingi. Akaomba draw kwanza. Anaomba draw kabla ya mechi. Kwanza vipi? Leo mnanitaka, mna nini wakati huo mnanitukana? Sasa mimi nitakukumbusha kitu. Huwezi amini kwenye ile timu. Kuna wakati nilikuwa najivunja. Yaani mkinishtua kutoka kwenye kile chumba kingine. Nikipita pale nasema bwana simu sikuisikia kwa sababu nilikuwa naamini ule muziki mimi siwezi kuchangia kitu kwa sababu wewe una moyo mgumu. Kwa sababu mkianza kumpigia wakili fulani wakili XY wakili anaweza akapigwa nongo lisali zima. Huu uchambuzi ambao ndo unachukua umaarufu zaidi mtandaoni. Wewe unaubariki? Of course mimi sina shida nao kwa sababu ndo unatengeneza balance ya football. Hatuwezi kuwa tunazungumza tu kila siku 4-2-3-1. Sijui kwenye half space sijui nini. Yaani lazima wawepo watu ambao wanazifanya hizi teams ziwe stable. Uwezi amini. Kelele hizi pamoja na hizo siasa kuna wakati ziliifanya Simba iwekeze na kutengeneza grade yao. Kuna wakati zikahamia upande wa Yanga wakawachukua wawe wakaona haiwezekani. Sisi tunavumilia hivi. Watu wakapindua meza ndo unaona hao kina GSM akina Hersi wakawa ma game changer. Leo unawaangalia Yanga pia ni sehemu nyingine ya wawakilishi ambao huwa tunawategemea. Wakati zamani ilikuwa tunamtupia mzigo Simba. Wakamaliza Simba na Yanga wakasema bwana Chamazi kule kuna watu wanalala. Haiwezekani fedha inawekezwa alafu leo unawaona wako na Ibenge, wako makundi. Kwa hiyo kuna wakati mimi nasema kwa sababu sifanyi si kwamba mimi sizibariki. Mimi ni mfuasi wa vitu vile afu naingiaga mimi kazi yangu ni kucheka. Unacheka. Kwa sababu yule anayeposti watu wanamhiti alafu namna anavyojibu kama nasema mimi nisingeweza. Kwenye inawezekana sijajua kama ile swali kuna sehemu umelijibu au kama unaweza ukalijibu kulingana na mahitaji ya watu. Naam. Kwa upepo unavyoenda tunaambiwa hii Simba tulitoka kuigusa walau kwa uchache. Tunaambiwa timu anasajili mwenyekiti Mangungu. Mohamed Dewji kagoma kutoa hela dirisha dogo. Mpaka sasa hizi wachezaji 6 wa Simba unaambiwa tajiri hajatoa hela. Wewe taarifa ambazo unazo, kweli Mo hajahusika kwenye usajili au taarifa hizi wewe una? Sababu kuna watu wanakuamini Godlisten yupo anachambua atakuwa nazo za usajili. Bahati mbaya kuchambua na kupata za ndani ni vitu viwili tofauti. Yaani Kasuga anaweza kaja pale akapiga hosting lakini ana information nyingi wewe unakuja kutuletea tu za zinazotakiwa zile. Alizidiwa wapi? Eneo la kiungo ilikuwaje? Lakini mimi ninachoamini hizi teams especially timu hizi kubwa mbili. Hizi teams zina makundi miaka nenda rudi. Hata Young Africans unawaona pale wako stable wanashinda michezo unaweza kuona kama pametulia. Unaona maji yao kama hayana mawimbi. Kuna kaeneo wakipitia utawaona sasa wale wengine. Kwa hiyo nafikiri makundi yapo kwenye hizi timu na hasa ukipiga mahesabu zina maslahi makubwa, zinachukua hisia tofauti za watu. Kuna watu wapo pale ndani timu inapata matokeo imepitia mafanikio yale ya misimu 4 lakini wanaweza kuwa bado hawa appreciate alichokuwa anakifanya Mo. Lakini mimi ninachoamini kama kuna watu wana nguvu hata kama yanaundwa makundi 4 kundi ambalo liko willing kwa ajili ya kuisaidia timu iende bado linakuwa linafanya beta. Sijui wale ambao wanakuwa hapo kwa ajili ya ukawa wale upinzani. Lakini mimi ninachoamini haya matimu yana watu wengi ambao wana mapenzi nayo alafu wana nguvu ya fedha. Unakumbuka hata miaka hiyo kina Young Africans yao unasikia bwana fulani bwana akatuletea wachezaji wake watatu. Sasa nafikiri hata kama mambo yamebadilika, mifumo ya uendeshaji transformation hizi zinaelekea, Simba ndo wanapambana nayo, Young Africans wameshaanza kuonja hiyo future yao, lakini bado kuna watu wengi sana wako nyuma ya pazia huwa wanaumizwa alafu akiangalia account inamtosheleza. Kwani hapa shilingi ngapi? Milioni 800 wachezaji wangu watatu. Mtu anavunja benki kwa ajili ya furaha yake na watu wengi afu anaweza hata asifahamike kwamba kama kaita watu. Ndio mfumo wa hizi timu. Tucheze na wawekezaji kwenda kwenye games. Mfano mechi ya Yanga na Al Ahly. Naam. Mazingira namna ambavyo yamekaa. Ni mechi ambayo wana Yanga wanaamini Al Ahly ni mkubwa kwa kile ambacho walikipata kwenye mechi iliyopita. Uzuri wenyewe wamenyoosha mikono. Mechi ya nyumbani unaona kuna advantage ya Yanga anaweza kumfunga Al Ahly. Kuna mambo ya msingi yakiongezeka Yanga anaweza kupata matokeo ya ushindi kabisa. Nafikiri inawezekana Pedro Gonçalves eneo pekee tu ambao ataingia kwenye mtego ni selection ya kikosi.
Nani wakwenda kuiua mechi mapema au nani atatakiwa kuiua mechi baadaye, kwa maana first half na second half. Nafikiria selection itaamua Yanga anashinda vipi, kwa sababu mimi binafsi kuna wale mechi winners ambao ukiwaweka kwenye game ni kama vile umechokonoa vitu, vichwa vyao vinakuwa race. Hawa akina Pacome Zouzoua, akina Dube, big games. Mimi nafikiri hakuna haja ya kutesti vitu. Mfano tukisema Godlisten, umesoma coaching, umeangalia sana mechi. Mechi hii ya Yanga na Ahly kwa upande wa Yanga unaweza kuitupa kwenye mikono ya mchezaji gani? Kwamba bwana inawezekana vitu vyote vikagoma. Lakini naamini nani ambaye anaweza aka step up na akafanya kitu cha ziada. Mechi ile nakumbuka ya Mkapa, Pacome alitokea kusikojulikana, akafunga bao 1-1 na alikuwa bora sana. Hii mechi wewe kama unaiweka mikononi kwa wana Yanga, wamuamini nani? Kwangu mimi nafikiri fomu ya Depu. Waende na Depu. Fomu ya Depu iko vema kwa sababu yeye ndio yuko karibu na eneo la ushindi. Yuko karibu na box la mpinzani na ana fomu nzuri. Inawezekana hicho ndicho kitakachokuwa kinasukuma yeye kufanya beta. Na hasa ukiangalia pressure kubwa ambayo inaenda kwenye hii mechi inaendana pia na kile walichokifanya kwenye dirisha dogo. Okello anaweza kuwa ana perform vizuri, anacheza kama team player, lakini effect yake haijaonekana kwa sababu labda hajafunga wala kutoa assist. Ila Depu namuona kama injini yake imewaka mapema sana. Yes, bwana Godlisten anaamini Depu watu wamwage cross tu. Pass nyingi sana ziweze kuingia, na mimi Depu anaweza akawabeba. Nairobi United ugenini kwa Azam FC. Azam anashinda straight. Ndugu zetu Singida Black Stars wanacheza na AS Auto. Nani unampa ushindi? Singida ugenini. AS Auto. AS Auto. Singida Auto Boy. Esperance Simba ipo nyumbani. Simba Esperance, nani unampa ushindi? Hiyo ni sare. Unaipa sare. Yanga Al Ahly. Yanga Al Ahly inaweza ingana na double chance. Double chance unampa Yanga ama draw. Bana Yanga hapotezi. Ukishasikia double chance Yanga hapotezi. Hapo ni sare au ushindi. Godlisten kwa Yanga mfanya siasa hivi. Bana Godlisten, shukrani sana kwa uchache walau tumetazama game situation namna ambavyo zilivyo. Wana Yanga wamesikia, wana Simba pia wamesikia, lakini pia prediction ya michezo yako ya timu hizi 4 za Tanzania kwa kile ambacho tunakitarajia. Shukrani sana, tunaamini tutakutana tena next time kwa sababu hapa bado tupo sana na msimu bado ni mbichi. Mimi ni Ibrahim Kasuga na ilikuwa ndani ya 18. Nikukumbushe tu jiunge na PremierBet hii leo kutembelea www.premierbet.co.tz na pale ambapo utaanza kuingiza taarifa zako baada ya kumaliza utaenda chini kabisa kuna sehemu ya kuingiza promo code. Andika PB18 PB18. Ukishaandika hivyo utaenda kukutana na bonus ya 100% kwenye beti zako za mchezo wa mpira wa miguu, na ukienda kule kwenye Vegas bwana utakutana na bonus ya 200% kwenye michezo yote ambayo utaweza kuicheza. Ili jambo upati kokote zaidi ya kupitia promo code ya PB18. Usisahau baada ya kumaliza kujiunga chini kabisa kule ingiza hiyo promo code. Bye bye kwa sasa, see you next time.